Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, leo ni furaha ambayo Allah ametuwezesha kukutana naye tena Sheikh wetu, si mwingine bali Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu ili kukujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa. Mada yetu ya leo ikiwa ni mtihani wa ndoa kama njia ya kujikurubisha kwa Allah, na insha Allah naamini na mengi ambayo atatuangazia kuhusiana na mada hii, na wewe mwenyewe utafurahi. Kama unavyojua ni Sheikh mmoja ambaye ni mcheshi. Kama ukitazama episode zake ama ukitazama kila awamu tunayofanya na yeye, lazima pawe na tabasamu ndani yake. Ni maana ni kwamba ndoa si kitu cha kwamba kila siku utakuwa umekuwa serious katika maisha, kwa sababu ni muhimu sana kuweka ile tabasamu, muwe watu wawili ambao mumeamiliana. Inshallah tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante, ni furaha tena kupata tena. Alhamdulillah. Ni muda mrefu. Lakini wanapokuona wanasikia furaha kwa sababu mawaidha yako yanafika mbali. Alhamdulillah. Hata mimi nashukuru kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu. Tumeweza kukutana tena katika hiki kipindi. Na nafikiria ni kipindi ambacho sote tuna elezana na kuelimishana. Hakika. Huenda katika baadhi yetu tunaweza kuwa tumeteleza. Kweli. Tunaelekezana katika njia iliyo sawa sawa inshallah. Hata mimi nafurahi sana kuwa na mtazamaji mwenzangu ili kuweza kushirikiana pamoja katika kipindi hiki. Alhamdulillah. Asante. Bismillah, inshallah Sheikh, nadhani katika mada yetu ya leo ni mada nzuri sana ndani ya ndoa zetu, ama kwa watu ambao wameweza kuoa na kuolewa. Kuna mitihani ambao wanapitia. Wengine ufikia mahali mpaka wanakata tamaa ndani ya ndoa zao. Sasa katika hii mitihani, jinsi gani hawa watu wanafaa kuichukulia hii mitihani kama njia ya kuwaleta karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bismillah. Ahsantum. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nashukuru kwa mada hii. Kwa ufupi tunafaa kuelewa kwa pamoja kwamba mitihani ni miongoni mwa fungo katika maisha ya mwanadamu, na maisha yote ya mwanadamu yana mitihani. Mwanadamu kuna wakati anatabasamu na kuna wakati anahuzunika. Kuna wakati anacheka na kuna wakati atalia. Ndio. Na kila mtu katika maisha ana namna yake ambayo amepangiwa mitihani yake. Hakika. Haijalishi iwe ni katika maisha ya ndoa, ni maisha ya kikazi, ni maisha ya kila maisha kuna hata majukumu yetu ya kila siku yana mitihani. Hata safari zetu za kila siku zina mitihani. Lakini ikiwa tunalenga hasa mitihani ya ndoa kwa kuwa ni sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ni sehemu ya utulivu kwa pande zote mbili, kati ya mke na mume, kama alivyosema ndani ya Qur'ani, litaskunu ilaiha. Kwa hivyo maisha ya mwanadamu ndio maisha ambayo alikuwa anategemea, anatarajiwa kupata utulivu katika haya maisha ya ndoa. Lakini kando na hayo ni kwamba ni maisha pia ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu, yanampendeza Mwenyezi Mungu na mtume wake, lakini bado ni maisha ambayo yana mitihani. Na haina maana ya kwamba ndoa yote ni mitihani. La, ndoa ni miongoni mwa mambo ambayo yanamletea mtu, yanamjengea mtu imani yake na kumpa furaha na kumtengenezea pia akhera yake. Maana ukiangalia wanasema kwamba ndoa ni nusu ya dini. Ndoa ni nusu ya dini na ndoa ni ibada. Ndoa ni ibada. Ndio kama vile mtume anavyosema, mwenye kuoa ama kuolewa amehifadhi nusu ya dini yake. Anabakia nusu nyingine ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, lakini haya maisha yote yana changamoto. Kuna aya mara nyingi huwa sisi tunaisoma lakini huwa tunaielekeza kwa msiba. Lakini aya hii
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja anaeleza maisha ya mwanadamu yatakuwa na hivi vipengee vya mitihani. Mwenyezi Mungu katika Suratul Baqara aya 155 anasema wala nabluwannakum bishai'in min alkhawfi waljaw, tutawajaribu wanadamu kutokana na hofu na njaa, wa naqsi min al-amwal, na upungufu wa mali, wal anfus, na pia nafsi, wa thamarat, na matunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema atatuletea mitihani kutokana na hivi vitu. Lakini anasema wabashiri swabirin, wape habari njema, wape bishara njema wale watakaovumilia. Kwa hivyo unaanza kuelewa ya kwamba kila kinachokupata, mitihani inayokupata, ni lazima uwe na subira, kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa katika ile subira. Na hakuna matatizo ambayo yameumbwa kwa mwanadamu katika maisha yake yote yatakwisha. Ni kwa kipindi, lakini mwanzo kunaanza dhiki. Waswahili wanasema baada ya dhiki ni faraja. Na wengine tunaambiwa kwamba hata usiku uwe mrefu vipi, lazima kutakucha. Kwa hivyo hizi shida ni za muda na faraja iko karibu. Mwenyezi Mungu anasema inna ma'al usri yusra. Tena akakariri tena inna ma'al usri yusra. Kwa hivyo mwanadamu kwanza aelewe nina mitihani, na hii mitihani sitodumu nayo. Kuna sababu hii mitihani imenifikia. Kwa hivyo ni kwanza niweke tegemeo langu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwa hakika Sheikh, naona ya kwamba kila kitu katika hii dunia ni mtihani. Ni kweli. Ndoa ni mtihani. Japo ni ibada ni mtihani. Swala hii tunayoswali kabisa ni mtihani. Ni mtihani. Kwa sababu mwisho wa siku kuna yule mwenye hata swali. Ni kweli. Kuna mwenye anaona uzito wa swala. Ni kweli. Sote ni binadamu, ni dhaifu. Ni kweli. Kila kitu tunachokishika, ima ni pesa, ni mali, ni watoto, ni mtihani. Ni mtihani. Sasa inategemea na sisi vile tutakavyo iendekeza ama tutakavyohakikisha kwamba tunajua mtihani mwisho wa siku tunaoregesha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Alafu ukiingia hasa katika masala ya ndoa. Ndoa ni uwanja. Uwanja ambao tunaweza sema umekusanya mitihani mingi sana. Wachezaji wawili tu. Kwa wachezaji hao wawili. Lakini mitihani ambayo inapatikana kwenye ndoa ni mikubwa. Bora uambie kabisa weupe, yani usiwafiche, uambie nyeusi, kwa sababu huenda mtu katika akili yake anawaza mimi unajua kuna ile una fantasize yale, unasema unaota kabisa wewe mchana unasema mimi yangu itakuwa hivi, itakuwa hivi. Sasa ikifika pale mbele, maana mmoja alikuja akasema ya kwamba anayemjua mume ama mke zaidi ni wale wana ndoa. Hata mzazi alikuzaa hakufahamu. Ni kweli. Ni kweli. Unajua saa hizi kuna baadhi ya mabinti dada Aifa, wao katika fikra zao wanataka mume mwenye pesa. Si ni kweli? Mume ambaye ako sawa. Ndio. Lakini cha ajabu ni unaweza ukampata. Ndio. Huyo mume mwenye ngumu. Ukishampata zile pesa zikatoweka mkiwa naye. Kabisa. Nadhani niliona post nyingine tu juzi ikiwa inasema tu hivyo ya kwamba mwanamke alipata na mwanamume, kumaanisha mwanamume alikuwa katika hali nzuri. Naam. Ikafika mahali riski nazo zikaanza kuenda. Sasa anauliza mimi nitoke ama nikae? Sasa unaona sio guarantee kwamba hizi pesa zitabakia pale hata mnapokuwa. Huja mtu akapitia dhiki mpaka akaanguka akaona basi mimi nimemaliza. Ukumbuke ile ilikuwa ni mtihani wa Mwenyezi Mungu wenye amempa. Mwanadamu akielewa, binti na kijana wakielewa changamoto za maisha kwamba ni fungu katika maisha, bila shaka utaona mwanadamu hata kimbilia hasa mambo ya dunia. Kwanza ataangalia uchamungu katika maisha yake. Sababu
Unaweza ukamtamani mume mwenye pesa, mwenye magari, ukampata, akakuoa, ikawa nikaa yenu ni kubwa na nini, lakini baada ya muda ukasikia amefutwa kazi, zile hela zimeenda. Je, utabaki katika hiyo ndoa? Hapo sasa ndo anakuambia utajua kwa nini huyu ni mwenzi wako ama alikuwa si mwenzi wako. Sasa wanasema huo ni mtihani wa mume wako kukosa kazi, lakini kuna mtihani mwingine wako sasa. Sasa mahala ambapo nipo sasa, hapo utakuwa unapigana na nafsi yako. Mimi nitoke ama nikae? Kuna wale ambao mara nyingi kwa sababu ni hela zilimlete, atatoka. Ndio. Watawachana. Ndio. Na tena watawachana kwa hasira. Sasa kuna mtihani wa kiuchumi. Ndio. Hiyo hali ipo. Na kuna mtihani pia wa kufiwa. Ndio. Mtihani mkubwa sana. Kuna watu wamefunga nikaa hata kabla wajafika nyumbani, mmoja akatoweka. Ima mume amefariki au mke. Sasa unaanza kujiuliza, kwa nini nilitaka kuolewa? Kwa nini nilijiingiza katika hali hii? Ama mtu anajiuliza, kwani Mungu mimi ndio ilikuwa unipepea? Ukuona mtu mwingine tu ukasema Mungu ni mimi nipo mtihani. Mtu mpaka anajiuliza, kwani Mungu hizi shida ni mimi tu ulielekeza kwangu? Na masala kama na mengi. Sasa unakuta hizi ndoa zimebeba mazito. Pia kuna mtihani wa watoto. Unajua katika mambo makubwa zaidi katika ndoa. Mambo ya msingi zaidi katika ndoa ni familia. Kweli. Na hata mnapooana mkichukua muda mrefu bila kupata familia, watu wanaanza kuwatilia shaka. Ndio. Na hata familia kwanza inaanza kutoka kwa familia. Ndio. Na hasa familia upande wa kijana. Aambia, wewe ulioa nini? Au binti tena anaulizwa, wewe kwani? Dakika unakuta ashatafutiwa mke mwingine. Kama anachelewa wewe tafuta. Na huenda huo ndo mtihani ambao Mungu amempa. Maana tukiangalia kama Nabii Ibrahim alisubiria miaka kadhaa bila kupata mtoto. Kabisa. Mpaka mwisho wake Mwenyezi Mungu akamjalia mtoto. Alafu sasa kuna sisi. Hauwezi hata subiria mwaka uishi. Alafu na unaweza ukafanikiwa kweli ukapata mtoto. Lakini ile furaha yenu ikakatika baada ya mtoto kufika. Baada ya mtoto anakuta amefariki. Ama umemzaa mtoto lakini anapokuwa we mwenyewe unajuta pia kumzaa yule mtoto. Tasikia wazazi wengine wanakuambia ya kwamba mnadhani kuzaa ni kupata. Mkifika mmezaa ndo mtajua kabisa hawa watoto ni wana gani. Maana hauzai watoto ambao ni design moja. Wote wanakuwa na akili zao. Ni kweli. Ni kweli. Sasa maisha kama haya yanakuwa. Unaona Nabii Ibrahim alayhi salam aliomba kupata mtoto. Hakika. Na Mwenyezi Mungu alimpa mtoto. Na akampa mtoto ambaye mashallah. Mcha Mungu. Katika zile sifa zote ambazo Ibrahimu alikuwa. Na ukiangalia pia nasema upande wa Nabii Ibrahim alayhi salam, ile subra yake. Mashallah. Subra yake ilikuwa ya hali ya juu. Aliishi kwa misingi ya dini. Aliishi kwa misingi ya yote 9 nitamrudia Mola wangu. Yeye ndo anajua kwa nini hichi kitu sikupata kwa muda huu. Ni kweli. Sasa unaona Ibrahimu amekuwa na hiyo subra na Mwenyezi Mungu akamfungulia njia akapata mtoto. Lakini cha ajabu ni huyo mtoto tena Mwenyezi Mungu akamwambia mtoe. Amtoe kafara. Toe kafara. Ndio huyu ambaye nilikuwa nikihangaikia muda mrefu. Kweli. Sasa unaona kuna hii mitihani. Inategemea nyinyi wanandoa. Katika maisha ambayo mnaishi, mumeyajenga katika msingi upi? Hakika. Ikiwa mmejenga yale maisha yenu katika msingi wa uchamungu, wallahi mtapita. Na yale yote ambayo yanawakumba, mnasema tu ni kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo itakuwa ni njia moja ya nyinyi kupanda daraja ya ibada. Wallahi. Katika ile mitihani. Sasa huo ni mtihani wa watoto. Pia kuna mtihani unaweza pata wa mume. Unaweza omba yule mume wenye mali ukampata na mali, lakini sasa tabia, maisha yenu
unajutia kuolewa na yule mume. Kweli. Au mke ukawa umemtamani kupata mke mzuri mwenye sura nzuri na kadhalika, na ukampata lakini baadaye ile ndoa yenu ikawa ina matatizo kwa sababu ima kwa ajili ya tabia ambazo haukuziangalia wakati ambapo mlikuwa mnaoana. Kwa hivyo utaona hiki tuseme ni chuo. Chuo ambacho kina mafunzo mengi na mitihani mingi. Wanakuambia kwamba ni chuo ambacho unapewa cheti kwanza, wala upewe mtihani. Unaambia bwana, wewe umefaulu kwa sasa, chukua hichi cheti. Alafu sasa mtihani utaupata huko mbele. Inshallah Sheikh atachukua pumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, anazidi kukujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, hasa tunapoangazia mada yetu nzuri ya mitihani katika ndoa, na mitihani hii itakufanya vipi uwe na misingi ya kujikurubisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu, anazidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa katika mada yetu nzuri ambayo tumekuandalia mpenzi mtazamaji. Siku ya leo ni kuhusiana na jinsi gani majaribu ama mitihani itakuleta wewe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunajua ndoa si rahisi, na katika vijana wa siku hizi wengi wako na ile ndoto ya kwamba ndoa yao itakuwa tu mwanzo mpaka mwisho ni furaha, lakini wanakuambia pale ndani ukiingia utajua uchungu wake na utamu wake. Utajua asali na shubiri. Je, utaika vipi? Utaifanya izidi kuwa asali ama utaifanya ndo izidi kuwa shubiri? Tutafahamu zaidi kupitia Sheikh. Karibu tena Sheikh. Ahsantum, shukran, jazakumullah khairan. Naam. Mimi mara nyingi inafaa nijiulize. Ndio. Na pia nafikiria mtazamaji anafaa kujiuliza. Hakika. Ndoa yake na ndoa yangu, hizi ndoa zetu tumeziweka katika msingi upi? Ndio. Unapoiweka ndoa katika msingi wa uchamungu, bila shaka utaona hizi mitihani zote ni majaribio. Ndio. Na yatapita. Na yatakufanya zaidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa haujaweka ndoa yako katika msingi wa uchamungu, wakati mwingine fikira zako zitakuelekeza kwamba aliyekuletea matatizo haya ni mwenza wako. Sasa hapo ndio unaona ndoa watu wanaanza kusukumania mangumi. Huyu mke mume, ndio utakuta wewe, tangu nikuoe nimekuwa na matatizo mengi, tangu nikuoe nimefutwa kazi, tangu nikuoe mtoto wetu wa kwanza ndio huyu, tunaona matatizo na kadhalika. Lakini inafaa wanandoa kukaa chini na kujiuliza, hii ndoa yetu iko katika hiyo misingi? Alafu wajua Sheikh, nadhani pia katika msingi wa ndoa mojawapo ni jinsi gani hawa watu walianza kuanzisha msingi huu pale walipokuwa wanajuana. Uliridhika na ahlaki ya huku kwa sababu ya dini, ama uliridhika na ahlaki yake kwa sababu ni mrembo, mashallah ameumbika? Maana hiyo ndo karakta ambazo vijana wengi wanaangalia, pia wanawake wanaangalia kama vile tumesema pesa. Na ukiangalia ni mtihani mkubwa, kwa sababu wengi katika karne hii tumesahau dini, tumeiweka kwamba hapana, hii haitaendesha katika masuala yangu. Sawa? Na tunapoiweka kando haya masuala ya dini, ndio inafikia mpaka huku ndani ya ndoa. Ndoa haifiki miezi mitatu. Watu washaachana. Hata mwaka mzima ndoa haifiki. Kwa sababu ya msingi ambao waliuanzia nao. Je, ilikuwa kuna hofu ya Mwenyezi Mungu? Kulikuwa kuna unataka una ukaribu na Mwenyezi Mungu, mnahimizana 1 2 3. Wewe je, ibada yako iko vipi? Maswali ya kuulizana ya dini ambao wengi ndo hawana. Tatizo kubwa, hiyo ndio tatizo kubwa la ndoa zetu kuvunjika. Hasa kijana anaangalia sura ya binti, na cha kuhuzunisha zaidi, mabinti
wamejisahau nao, wakaona kweli hawa vijana wote wanaelekeza sura zao, fikira zao na mambo yao yote katika sura zetu na umbo letu. Ndio. Na ndio utaona na hao mabinti wameenda mbio kushughulikia miili yao, wallahi, na sura zao. Wakasahau kushughulikia tabia zao na dini yao. Sawa. Sasa zile sura zikaonekana zilikuwa zinadanganya, kwa kuta asili ya ndoa kweli haikukuwa ni sura. Kweli. Ukweli wa mambo, sisi tunaangalia vitu vya dhahiri. Kweli. Lakini tunapoingia katika masala ya ndoa unakuta ndoa haikukuwa kwa ajili ya sura. Wanakuambia usihukumu kwa vile nje ya kitabu nkizuri. Ingia ndani yake. Kabisa. Ndoa inataka kuangalia yule mke anakuandalia vipi chakula. Unaangalia yule mume anakuhifadhi vipi kama wewe mwanamke. Na ikiwa utakuwa umeangalia mambo ya sura na nini, hivi vitu vyote sasa hivi havifanyi kazi ndani ya nyumba. Hivi vinafanya kazi mwanzo. Lakini zile harakati za nyumba kuwe na tabia. Na sasa mitihani hii inapotoka, yani unajua sura si moja. Kuna zile sura ambazo zinazalika. Vijana wanasema kuna manyanga, na manyanga wanatokea kila wakati na kadhalika. Sasa kila wanapozuka kuna warembo na warembo zaidi. Kama unatafuta hata kuna mmoja alisema kwamba unapooa ndio utaona wazuri ni wengi huko nje. Kabisa. Wewe mwanamke unapoolewa utaona pia wazuri ni wengi huko nje. Mpaka unajiuliza huyu alikuwa wapi? Sasa unakuta yani kuna mitihani, maana hiyo ni mmoja wapo wa mitihani. Utapigana vipi na nafsi yako kujua kwamba huyu ndo mume wako ambao uko naye. Ni kabisa. Na huyu ndo uliomchagua. Na ulimchagua kwa sababu gani? Je, ni kwa sababu ya uzuri wake? Kwa sababu ya mali yake? Kwa sababu ya dini? Na wengi vile hatutangulizi dini, tunaamua kwamba sisi tunachagua huyu ana mali, acha niende na yeye. Kesho mali ikiisha, wewe utatoka utaenda zako. Kabisa. Alafu unajua dada Aifa, kuna baadhi ya mabinti wameolewa wakawachika kwa sababu hawajapata yale manukato na vile vipodozi ambavyo walikuwa wakitumia pale mbeleni. Na wamewacha ndoa zao. Kwa sababu gani? Huyu mume mwanzo alikuwa akinipatia, lakini sasa hivi hana kazi, sitapata. Amekwisha huyu. Siwezi kaa na mume kama huyu mimi. Wacha niende. Na wengi wanaona ni raha kutafuta wengine, wamewacha. Sasa matatizo makubwa, hizi mitihani tunaziona ni shida, ni kana kwamba haziwezi katatulika kwa sababu hatujashikamana na nini? Dini. Na dini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia wanadamu kwa jumla kwamba hizi shida zitatokea, lakini kuna fungu fulani la watu ambao mitihani hii wataipita. Na ndio anasema wabashiri swabirin, wape habari njema wenye kusubiri. Ni wengi ambao hawatasubiri. Kweli. Ni wachache mno ni wenye kusubiri. Sasa ndoa ina changamoto zake, kama vile kazi zinginezo zote zina changamoto zake. Ndiyo. Kwa hivyo inafaa kuziangalia hizi changamoto, wewe unazikabili vipi? Unazikabili kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mengineo mengi. Kuna visa vingi tunavisoma. Kuna unakuta mtu ana madeni. Kuna kisa kimoja kinasema bwana mmoja alikuwa na madeni na ikawa mpaka ameshtakiwa, amepelekwa mahakamani, anataka kufungwa, lakini akaambia mahakama kwamba mnipe ruhusa niende nikaombe ruhusa nani? Mke wangu, nimwelezee mimi nafungwa. Mahakama inamuuliza, na wewe umewacha dhamana ya nini? Akasema dhamana yangu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunakupa ruhusa kwa sababu umeweka dhamana ya mtume. Anafika kwa mke anamwambia, mke wangu mimi nimefungwa kwa sababu ya madeni. Na nimekuja kukuaga, naenda kufungwa. Mke anamwambia, na wamekuachilia vipi? Anasema nimewapa dhamana ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Mashallah, angalia mke mzuri vile anamwambia mume wake. Mashallah. Kwa sababu umewacha dhamana ya mtume usiku huu wote, kwa sababu kesho unaenda kufungwa. Mashallah. Tuwe tunamswalia tu mtume. Mashallah. Hawaangalia yale matatizo, wanaangalia kile ambacho kinataka kuondoa faraja. Yale. Maana kumswalia mtume ni faraja.
kabisa. Kufanya dhikri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni faraja. Ni faraja. Sasa ukweli wa mambo, wamekesha wakimswalia Mtume mpaka asubuhi, unakuta mambo yamekuwa sawa. Ni kisa kirefu, ndio maana hatutaki kukirefusha kwa sababu ya muda. Lakini anafika anaona yule aliyekuwa anamdai anamsubiri na hela. Hakimu naye ndio huyo amepata habari na kwamba amwachilie. Na yule mwenye alikuwa anamdai ameoteshwa ndoto, msamehe deni. Na mfalme pia ameoteshwa ndoto, mlipie. Mashallah, mashallah. Mashallah, ukiangalia Mwenyezi Mungu anavyofanya miujiza yake, sisi hatuwezi fahamu njia zake. Hatufahamu. Na neema ya Mwenyezi Mungu ni nyingi. Hakika. Kile ambacho tunahitaji, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuletea kheri, hiyo kheri ndani yake kuna mitihani ndani. Kweli. Sasa unafaa ukabiliane na hiyo mitihani ukiwa ndani ya ile kheri ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Kweli. Kwa hivyo, ewe mke, katika ndoa yako ivumilie ukiwa na subira, ukimtegemea Mwenyezi Mungu. Kweli. Na wewe mume pia, hizi changamoto ambazo unazipitia, kuwa na subira ukimtegemea Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao wakipatwa na shida wanamsahau muumba wao sana. Swala hawaswali. Ndio. Yani anahangaikia, kazi job yangu siku hizi nilipoteza job, siku hizi natafuta job. Mbona sikuoni msikitini? Kweli. Nashughulikia job bwana. Sasa hizi sina kazi. Kadhalika. Ndio maana ukaambiwa ya kwamba hata ukihisi labda uko na changamoto, haujisikia hata kule kuswali, jilazimishe kuswali. Jilazimishe ile ibada. Kwa sababu unajua hii ni wajibu wako. Haumfaidi Mwenyezi Mungu na chochote. Bali niwe mwenyewe. Na ukirudi pale utajikuta pia una regret yale makosa yako. Labda unakuta nilitamka mimi, Mola wangu nisamee kwa kulalamika. Nisamee kwa kutokuwa na shukrani. Kwani umenipa shukrani ya uhai. Hii ni shukrani kubwa sana. Kabisa. Na wakati mwingine unakuta pia kando na hiyo na changamoto ambazo zinawakumba pia katika ndoa, inaweza kuwa ni changamoto ya maradhi. Unaona? Yakawa yanawasumbua kwa muda mrefu. Ama mwenza akapishikwa na maradhi akawa kitandani. Wewe sasa ndo mlezi wake. Kuna baadhi wanawatoroka sana. Ngaje Mwenyezi Mungu awarehemu kina mama zetu na dada zetu. Mara nyingi wale ambao wana imani huwa wanavumilia na waume zao wakati ambapo wako katika hali ya ugonjwa, kiwa wamelala kitandani. Na pia kuna wale wanaume, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awarehemu, wanavumilia na wake zao wakati hali hii inatokea. Kwa sababu wanajua hii ni mitihani. Ni mitihani ya kawaida. Kwa hivyo hasa hii mitihani inapotokea, wewe angalia misingi yenu, angalieni misingi yenu ya ndoa ilikuwa katika njia ipi, na kama ilikuwa katika njia ya ucha Mungu, mtavumilia mkitaraji ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atawachagulia kilicho kizuri. Na kawaida Mwenyezi Mungu hamdhulumu mja wake. Amesema wazi katika Qur'an, inna nasa la yadhlimu nasa, inna Allaha, Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yadhlimu nasa, Mwenyezi Mungu hadhulumu waja wake. Kwa hivyo huwezi sema hii mitihani ambayo imenikujia Mwenyezi Mungu amenionea, Mwenyezi Mungu ananitesa, ni nini anahitaji kwako? Hakuna. Ni ile tu anataka kuangalia ile imani yako. Je, imani yako iko katika msingi thabiti? Naam, ukiangalia ni mtihani mkubwa. Saa zingine utataka kumlaumu binadamu, lakini unakumbuka kwamba yeye ni dhaifu. Unajisahau. Sisi tunajisahau kabisa. Baka ukikaa chini ukumbuka, sasa mimi nilikuwa nasema hivi na hivi na hivi, na Mola wangu ndo mlezi wangu. Mola wangu ndo kila kitu. Mola wangu ndo Razak. Ananipa na muda utakao yeye, sio ninaotaka mimi. Hapo ndo tutaelewa yakini ya kwamba akiamua kukuletea atakuletea, na kama hatakupa basi hatakupa. Na yote ima labda ujue kuna kheri ama kuna shari, anakuepusha nacho kabisa. Alafu matatizo makubwa yanakuwa katika maisha ya mwanadamu wakati ambapo unapatwa na hii mitihani, unakuta hata wale wa karibu na wewe wanakukimbia. Yani ikiwa umepoteza kazi, wale ambao unataraji watakukopesha wanakutoroka, marafiki wanakukimbia, wakati mwingine unabaki
peke yako. Kando na ule mtihani ambao umepata, unapata na mtihani pia wa kukimbiwa na marafiki. Kwa hivyo kile kitu ambacho kinafaa kwa mwanadamu ni yeye kuwa na subira na yeye kumtegemea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo aya anasema wale ambao wenye kusubiri, kisha mwisho akasema ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, au ndio watapata baraka za Mwenyezi Mungu Mola wao na rehma, wa ulaika humul muhtadun, basi hao ndio waongofu katika ile misingi ya uchamungu. Kwa sababu ukiangalia ndoa yetu ya kidini ni ndoa ambayo imeshikamana na misingi ya uchamungu. Kweli, japo watu wanaichezea siku hizi. Ni watu wanaichezea alafu na kukosa kuitilia mkazo na kuipuuza. Hii ndio utaona maisha yetu yanaenda yakibadilika, ile subira imetutoweka, talaka ni nyingi, ugomvi ni mwingi. Kwa talaka ni mtihani siku hizi. Watu hawafikishi, sijui ni kwamba watu wamesahau kadhia ya ndoa yenyewe nzima ina maana gani, lakini nadhani nitaiweka hivyo ya kwamba ni watu wamesahau kadhia ya ndoa ina maana gani, ndoa ina utukufu gani, ni ibada kiasi gani. Maana umekamilisha nusu ya dini, nusu nyingine ni kuitafuta, na unaweza tafuta wewe na mwenzi wako. Ni kweli. Ndio maana mkawa wawili. Alafu tunaambiwa ndoa pia ni asali. Maisha ya ndoa ni asali. Wale ambao wanaifanya kuwa ni shubiri ni wanandoa. Na wale ambao wataifanya kuwa ni asali pia ni wanandoa. Kwa hivyo ni nyinyi ndio ambao mnajielekeza na kuipangilia ndoa yenu. Ndio. Kama mtaamua ndoa yenu ni ya ugomvi tu, itakuwa ni ya ugomvi. Kweli. Na ukiamua ndoa yenu itakuwa ni ya uchamungu, itakuwa ni ya uchamungu. Na itakuwa ni asali. Ukiangalia sasa kama huyu ametisha na huyu, wote wanalala bila kuongea. Hayo huyo mmoja akifa usiku na wamekufa kabla wewe hata umeamua kwamba usiongee na yeye, yeye alele zake, mimi nilale kivyangu. Unakuta katika ndoa wanakosa ile maana ya ndoa kabisa, kwa sababu inakuwa kama ni mfano mbaya. Ni mfano mbaya tena mkubwa sana. Lakini ikiwa tuko katika misingi ya dini na wote tujirudi, hiki tunachofanya, je, Mwenyezi Mungu anaridhia? Mwenyezi Mungu haridhi. Kwa hivyo tufanye kile ambacho kinamridhisha Mwenyezi Mungu. Maana unapoona wapo kwa ridhaa ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wanasema hata tukikosana, wacha tukosane tukiwa katika mipaka ya kule kukosana kwetu, tuwe ndani ya mipaka ya Mwenyezi Mungu. Tusiingie katika wilaya ya shetani. Sababu mara nyingi shetani yeye waika tu tone la mafuta kwa kibiriti. Sasa ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba inawaka ama inazima. Inazima. Sasa hayo ndio ambayo tunafaa kujifunza sisi, na pia kujielewa kwamba wakati ambapo nimemchukua mwenzangu au wakati ambapo nimeenda kwa mwenzangu, ndio ni nini ninahitaji mimi kutekeleza, wajibu wangu ni nini, na anahitaji nini kwangu na mimi nahitaji nini kwake, na kwa jumla nyumba yetu itatuhitaji sisi kuwa katika msingi upi? Ndio. Ikiwa wanandoa watakuwa katika hali hii, utaona ndio kutakuwepo na mitihani. Haikosi. Na mara nyingi mitihani ni njia moja ya kuwapima uko sawa. Uliataka hayo, utaweza. Sasa hapo ndio unaona unabebeshwa hayo majukumu. Kwa hivyo ni tunaweza kuivuka vipi hiyo mitihani? Kwa sababu anayepanga maisha ya mwanadamu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika. Shukrani sana Sheikh. Kwa hakika nimefurahi na faidika sana na mawaidha yako. Naamini sisi wengine tumekuwa wanafunzi sasa. Naona kama mimi nimekuwa mwanafunzi wako rasmi wa kuweza kufahamu tambo, na sisi tuseme basi tunapiga hatua kuingia katika zamu hiyo itakapowadia insha Allah. Basi
naamini tutakuwa tumepata mawili matatu. Shukrani sana. Shukrani, asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu. Alhamdulillah, mimi binafsi nimefurahi. Sasa mpira na kurejeshea kwako. Huenda mitihani unaipitia ukaiona ni mizito haswa ndani ya ndoa. Maana Sheikh ameweka na msisitizo kwamba mitihani ya ndoa huwa ni mizito. Lakini sasa mnapokuwa na ile subra, ukiwa wewe karibu na Mwenyezi Mungu, mwenzako pia karibu na Mwenyezi Mungu, naamini mtasuluhisha. Na utakuta wengine labda waume zao wakiwa labda wameanza vituko, mwanamke anaamka tahajjud, anaswali, anamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, kama kuna sheitani ameingia katikati basi aondoke, na utakuta anakuja anakuwa mke mwema. Tukiiga pia jinsi gani Ahlul Bait waliiga na waliishi wakiwemo katika ndoa zao, naamini tutafika mbali katika ndoa zetu. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia fi amanillah.